Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Uturuki imetoa vibali vya kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na maafisa wengine kutokana na mauaji ya halaiki huko katika ukanda wa Gaza. Ankara imesema kwamba lazima Netanyahu na kundi lake wakamatwe na ICC kutokana na mauaji walioyafanya, mauaji ya kukusudia ya kuwaua raia wasiokuwa na hatia katika ukanda wa Gaza. Hata hivyo, imewatuhumu maafisa wa Israel kwa uhalifu wa taratibu dhidi ya raia huko katika ukanda wa Gaza. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa Istanbul imetoa warrant wa kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na maafisa wengine 36 wakuu kwa tuhuma za mauaji ya halaiki na uhalifu dhidi ya binadamu katika ukanda wa Gaza, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Uturuki. Israel ilizindua kampeni yake ya kijeshi kujibu uvamizi ulioongozwa na Hamas mnamo Oktoba 7 mwaka 2023 ambao uliua takribani watu 1200, mashambulio ya kulipiza kisasi na operesheni za ardhini ambavyo vimesababisha vifo vya zaidi ya Wapalestina 68,000 kulingana na mamlaka ya afya ya ukanda wa Gaza. Hati hizo zimetolewa na ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa umma wa Istanbul mnamo Ijumaa, zinawashutumu maafisa wa Israel kwa kushiriki katika kampeni ya taratibu ya unyanyasaji dhidi ya raia, ikiwa ni pamoja na kulipuliwa kwa hospitali ya urafiki wa Uturuki na Palestina na kuzuiwa kwa juhudi za misaada ya kibinadamu huko katika ukanda wa Gaza. Mbali na Netanyahu, orodha ya vibali vya kukamatwa ni pamoja na waziri wa ulinzi wa Israel Katz, waziri wa usalama wa kitaifa Itamar Ben-Gvir, mkuu wa wafanyakazi wa IDF Eyal Zamir na kamanda wa jeshi la wanamaji David Sar Salama. Kwa kuzingatia ushahidi uliopatikana, imebainika kuwa maafisa wa serikali ya Israel wanawajibika kwa uhalifu wa vitendo vya uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji ya halaiki yaliyofanywa huko Gaza. Taarifa hiyo ilisema, ikibainisha kuwa washukiwa hawakuweza kukamatwa na kuwa kwa sasa Uturuki itahakikisha yeyote atakamatwa kutokana na mauaji hayo. Israel imelaani hatua hiyo na kusema ni ya kisiasa na isiyokuwa na msingi wa kisheria. Israel inakataa kwa dharau hali ya hivi punde ya mashambulizi na udhalimu uliofanywa na waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Rais Recep Tayyip Erdogan alieleza. Mapema mwaka huu, tume ya Umoja wa Mataifa pia ilishutumu Israel kwa kufanya vitendo vya mauaji ya halaiki. Netanyahu tayari yuko chini ya hati bora ya kukamatwa pamoja na waziri wa ulinzi wa zamani Yoav Gallant na viongozi kadhaa wa Hamas, iliyotolewa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu yenye makao yake makuu ya The Hague ICC mnamo mwaka 2024. Hata hivyo, hadi sasa bado hakuna matumaini ya kukamatwa kwa viongozi hao kutokana na kwamba wamekuwa wakikingiwa kifua na Marekani ambayo si mwanachama wa ICC. Israel ambayo haijatia saini mkataba wa Roma imekataa shutuma hizo. Mshirika wake wa karibu Marekani pia sio mshiriki wa ICC, imeanzisha kampeni ya shinikizo dhidi ya mahakama hiyo, ikiwa ni pamoja na kuwaorodhesha majaji wake kadhaa na waendesha mashtaka ambao imewekea vikwazo. Israel na Hamas walikubaliana kusitisha mapigano mwezi Oktoba chini ya mpango wa amani wa rais wa Marekani Donald Trump wenye pointi 20, mojawapo ya vita 8 ambavyo kiongozi huyo wa Marekani anadai kuvimaliza katika muda wa miezi 8. Hata hivyo, ghasia zimepamba moto mara kwa mara tangu wakati huo, huku mamia ya Wapalestina na wanajeshi wasiopungua 2 wa Israel wakiuawa, huku pande zote mbili zikiendelea kulaumiana kwa ukiukwaji wa mapatano hayo. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua mengi yanayojiri ulimwenguni.